Haleluya. Jioni ya leo Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa kwa maisha yetu. Wacha tuombe tunapoanza ibada ya jioni ya leo mahali hapa, na Mungu atatubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakupa sifa na utukufu kwa kuwa nasi hadi wakati huu tunaponena neno lako. Tunatambua uwepo wako mahali hapa ambao uko pamoja nasi. Tunakupa sifa na ushukurani kwa sababu hujaituacha, umetubariki, umetulinda, umetuokoa na mambo mengi ambayo hatuwezi nena wakati mmoja. Bwana, asante kwa uwepo wako, kwa nguvu zako, kwa uwezo wako, katika jina la Yesu Kristo. Tunateka nyara nguvu zote ambazo zimeambatana na mapenzi ya Mungu mahali hapa, tunazileta chini ya miguu ya Yesu Kristo, tukisema Bwana, wewe ndio unatawala, wewe ndio Bwana na Mwokozi wa ulimwengu. Jioni ya leo turejesha watu wako Bwana, tunaposema asante hadi mwaka unapoelekea kuisha. Sifa na utukufu zikurudie wewe, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo kwa muda mchache nataka tushiriki neno la Bwana, tupate kujua matakwa ya Mungu katika maisha yetu. Mada ya siku ya leo nataka kuongea kuhusu urejesho wa Mungu na shukrani. Tunapoomba jioni ya leo kwamba Mungu ataturejesha mahali hapa, atarejesha vitu tulizopoteza mwaka huu, ataturejesha afya, hali na kila kitu kinachohusu maisha yetu jioni ya leo, tukimshukuru pia kwa vile ametutendea mambo makuu tangia mwaka uanze hadi sasa. Kuna wakati niliambiwa kwamba baraka kuu zaidi ambayo Mungu ametugharamia, ametukirimia ni kwamba tuko uhai. Yeyote ambaye ako uhai ako na uwezo ama opportunity ya kubadilisha maisha yake ya baadaye. Kwa hivyo baraka kuu zaidi ya baraka zote duniani ni usema kwamba ni uhai, na uhai zaidi katika Yesu Kristo ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tunashukuru Bwana kwa kutuweka uhai mwaka huu. Tunashukuru Bwana kwa kutuweka na afya njema. Tunashukuru Bwana kwa kutubariki mwaka huu. Tunashukuru Bwana kwa amani yake na hata wokovu wake maishani mwetu jioni ya leo. Jioni ya leo ningependa kwamba tusome kuhusu urejesho ambayo tunapata kwa Mungu, tukimshukuru Bwana kwa hayo mambo yote. Jioni ya leo tunaposema asante kwa Mungu na tukiomba kwamba watu ambao wamepoteza vitu warejeshewe na Mungu. Jioni nataka ukumbuke ya kwamba si atumshukuru Bwana kwa sababu ya vitu 1, 2, 3 ambazo ametupatia. Ni vyema kushukuru Bwana kwa hivyo vitu, lakini leo mambo 5 ambayo nitaongea kuhusu juu yake, kwamba ningeomba Mungu aturejeshee maishani mwetu na tusiwahi yakosa maishani mwetu. Ni haya mambo 5 ndio kuongea. Na jioni ya leo nimetunukiwa na my wife, tuko na my wife hapa. Nitahubiri dakika chache kama 15 hivi, naye atamalizia kwa uwezo wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Niruhusu dakika chache 10 ama 15 niongee kuhusu haya mambo, naye atakuja amalizie. Mungu atubariki jioni ya leo. Ni vyema Mungu kutupatia vitu. Watu wamebarikiwa na magari mwaka huu, watu wamebarikiwa na manyumba mwaka huu, watu wamebarikiwa na pesa mwaka huu, watu wamebarikiwa na afya njema, watu wengine wameokoka mwaka huu. Tunasema ni asante kwa hayo mambo yote. Lakini haya mambo 5 ninapoongea jioni ya leo, ninaona kwamba ni ya muhimu zaidi kwa maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kitabu cha Zaburi 103 mstari wa 2. Biblia inasema, let me read in English, then I'll read in Kiswahili. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Bwana Yesu asifiwe.
Bariki Bwana nafsi yangu, na usisahau baraka zake ama manufaa yake katika maisha yako. Kwa hivyo Daudi, niliposema siku moja hapa wiki hii kwamba Daudi alikuwa mtu ambaye Mungu God referred to David as a man after God's own heart. Yani alikuwa mtu ambaye Mungu alisema huyu ni nampenda moyo wake ni kama wangu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kitabu cha Zaburi, mara mingi Daudi alikuwa mtu wa kupeana Mungu shukrani kila wakati kwa mambo mengi. Mungu akimwokoa kutoka kwa mikono ya waovu, Daudi alikuwa anapeana shukrani. Wakati anakumbwa na vita na mambo ya maisha, Daudi alikuwa ananyenyekea mbele za Mungu, anaomba Mungu amsamehe na amrejeshe. Jioni leo ningependa kuambia kwamba ni mapenzi ya Mungu kuturejesha kwake. Mambo yote tulipoteza mwaka huu na hata miaka iliyopita, Mungu angependa aturejeshe. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu angependa kuturejesha kwake, mbona tusiwe tayari kurudi kwa Mungu jioni ya leo? Hiyo ndio changamoto nawapatia jioni ya leo, kwamba Mungu yuko tayari kuturejesha. Haijalishi ulienda mbali na Mungu kiwango kipi. Haijalishi mwaka huu umeisha lakini ulianza kama umeokoka lakini sasa hujaokoka. Mungu angependa akurejeshe kwake, na ya pili akurejeshe vitu ambavyo ulipoteza hata wakati ulikuwa mbali na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Nina hakika ya kwamba ukitoka kwa Mungu, shetani anafanya kazi tatu hapa duniani: kuiba, kuua na kuharibu. Hiyo ndio kazi ya shetani. Ukitoka kwa Mungu ama ujitenge mbali na Mungu, inamaanisha kwamba umejitoa kwa shetani. Kazi yake lazima atakuharibia maisha na vitu vilivyo vyako. Cha pili, atakuibia vitu ambavyo ulikuwa navyo, na cha tatu, atakuleta kifo ama kuua vitu ama kuue wewe mwenyewe ama vitu vilivyo karibu na wewe. Hivyo basi tunapojirejesha mbele za Mungu, tunapojipeana kwa Mungu jioni ya leo, inamaanisha kwamba tumemkataa shetani, na vitu ambavyo shetani aliiba kutoka kwa maisha yetu turejeshewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu yuko tayari kuturejesha jioni ya leo, ndilo somo letu, na hivyo basi tuwe tayari kurejeshwa kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Jioni ya leo, fungua moyo wako urejeshwe kwa Mungu. Kubali kupatia Mungu maisha yako, kwamba mwaka huu unapoisha wewe utarudi kwa Mungu. Utafunga mwaka na Mungu, ili mwaka unaokuja utaanza vyema na Mungu, na hivyo baraka zitakufuata kokote uendako. Mbona anasema hivyo? Ni kwa sababu ukimpa Mungu maisha yako, ukimrudia leo, utamfanya awe taa mbele yako. Atakuongoza kwa njia ambayo inaleta manufaa. Biblia imesema kwamba Mungu atatuongoza kwa njia ambayo inaleta baraka maishani mwetu, na baraka za Mungu haziambatani na majonzi. Baraka za Mungu haziambatani na matatizo maishani. Ndipo nilisema siku moja hapa, nikasema ukipata baraka ya Mungu itaishi, itadumu maishani mwako. Lakini ukipata baraka ambazo si za Mungu, utazifurahia wakati mchache, wakati unaofuata utajuta maishani. Bwana Yesu asifiwe. Majuto ni mengi, hiyo tutaongea siku nyingine, lakini leo acha nianze hayo mambo matano. Ya kwanza, ningependa Mungu aturejeshe maisha teletele maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Niliposema wakati mmoja kwamba baraka kuu zaidi ya kwa mwanadamu ni kuwa uhai. Tukiwa uhai ni baraka kuu zaidi. Ndiposa Biblia imesema kwamba kwa kila jambo tushukuru Bwana. In everything give thanks to God. Rejoice always, pray without ceasing. In everything give thanks to God. Nikasema kwamba in everything means mambo yakuwe mazuri ama mabaya, imetupasa tuambie Mungu asante, kwa sababu tukiwa uhai peke yake inatosha kushukuru Mungu kwa kila jambo.
Kwa maana nilisema mambo mawili. Ukiwa uhai uko na chance ya kudetermine what your future holds. Uko na chance ya kuamua kesho yako itakuwa aje. Na cha pili, uko na chance ya kurudia Mungu na kuokoe, kwa sababu Biblia imesema kwamba imempasa mwanadamu aishi siku moja, baada ya hapo akifa ni hukumu. Kwa hivyo mtu akishakufa, akishapoteza uhai, hakuna wakati ama nafasi ya kutubu dhambi, ukaenda mbinguni ama utaenda kuzimu. Ukiishi duniani hapa, lazima uchague utaenda wapi mapema kama bado ungali hai. Hivyo kuwa uhai ndio baraka kubwa kutoka kwa Mungu, na hivyo basi ukiwa uhai unaamua utaenda kuzimu ama kwa Mungu. Na la pili, hivyo utaamua maisha yako ya kesho yatakuwa aje. Kama unaishi kwa umaskini, tafuta Mungu akupatie baraka zake, akupatie mali katika jina la Yesu Kristo. Hiyo mali kusaidie ili uwe baraka kwa watu wa kwenu, jamii yako, na vile Mungu angependa maisha yako yawe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema hivi kwa sababu Mungu anatupatia mali ili tufanye mapenzi yake, si tuvinjari sisi ama tunavyotaka kufanya. Hapana, ni vile Mungu angependa we glorify him in the riches that God has blessed us with. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo usitafute mali kwa mambo mengine ama watu wengine ama kwa nguvu zingine. Usiende kwa wachawi kutafuta mali ama afya. Tafuta Mungu, yeye ndiye ako na baraka zote za hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Nitasoma kitabu cha Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Biblia inasema ya kwamba it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoomba Mungu aturejeshe jioni ya leo maisha na hali teletele maishani mwetu, tuamini na tuelewe ya kwamba shetani angependa tuangamie mwaka huu ama miaka ambayo imepita, lakini ni huruma za Mungu zimetuweka hai. Ni huruma za Mungu zimetuwezesha kufika mahali hapa wakati huu wa mwaka. Ni huruma za Mungu. Biblia inasema kwamba mishale ya shetani inapuruka mchana na usiku, inatafuta mtu wa kuangamiza, lakini wewe haukuwa miongoni wa wale walioangamia. Si vile sisi tulikuwa wazuri zaidi kuliko wale waliangamia, bali ni huruma za Mungu zilituweka mpaka sasa. Tunashukuru Bwana kwa huruma zake, na ninaomba maisha ya jioni ya leo kwamba maisha yako yasikuwe na matatizo ya hali ya maisha. Usiwe na hofu ya kuishi katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba Mungu akituweka huru, tunakuwa huru kweli kweli. Hivyo maisha tunayoishi, tunakuwa na amani moyoni mwetu na baraka tele kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni kwa sababu ya afya. Mungu ametuwezesha mwaka huu. Ningeomba kwamba jioni ya leo Mungu aturejeshe afya. Kama ulikuwa na magonjwa mwaka huu ama jamii yako ilikumbwa na magonjwa, tutaomba jioni ya leo kwamba mambo haya yatakufuata tena unapomaliza mwaka na hata mwaka unapoanza mwaka ujao, kwamba afya itakuwa sehemu yako kila wakati katika jina la Yesu Kristo. Ni mapenzi ya Mungu kwamba afya yako urejeshewe. Ni mapenzi ya Mungu kwamba usiwe mdhaifu wa kiafya, ili mtumikie Mungu kwa nguvu zako na nafsi yako. Hivyo vile Mungu alituumba tusiwe na magonjwa yote mwilini, hivyo ndivyo tutaishi jioni ya leo. Ungependa kurejeshewa afya? Tafuta Mungu jioni ya leo. Afya tele inapatikana kwa Mungu. Magonjwa yote yanaponya katika jina la Yesu Kristo. Amini Mungu jioni ya leo akurejeshe afya. Haijalishi ni magonjwa gani yako ndani ya moyo wako ama mwilini mwako. Bwana asifiwe. Are you depressed in your heart? Do you continue to carry diseases in your body? God is able and willing to heal you this day and deliver you and set you free from those sickness and diseases. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tumwaminie Mungu kwa uponyaji. Tusiende kwa waganga, tusitegemee madawa, bali tumtegemee Mungu. Tukiamini Mungu kwa uponyaji, hatutakimbia kwa madawa. Tutakuwa na mpenzi ambaye anatupenda, ni Mungu, na angependa tuishi kwa afya tele. Naomba turejeshewe afya jioni ya leo
Kama umekuwa wenye afya mwaka huu, tushukuru Mungu ametupatia afya, tukakuwa na afya teletele mwaka mzima na hata miaka iliyopita. Ni vyema twende mbele za Mungu tuseme, Mungu asante kwa afya. Ninapokuja mbele zako Bwana na kushukuru kwa mwaka huu na miaka iliyopita kwa sababu ya afya, na hata mwaka ujao kwa sababu utaniweka kwa afya, katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 17, for I will restore health unto you. Biblia inasema kwamba Yeremia 30 verse 17, kwamba nitakurejeshea afya katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wengi wetu mwaka huu hatukulazwa hospitalini. Tunashukuru Bwana, sifa na utukufu zimrudie Bwana. Hivyo basi, kama ulilazwa ama uligonjeka mwaka huu, tunaomba kwamba kikomo kifike mwisho kwa magonjwa ya mwili yako, kwamba mwili wako uponye kabisa katika jina la Yesu Kristo, na usiwe mgonjwa mwezi huu na mwaka ujao na miaka inayokuja yote katika jina la Yesu Kristo. Tukimwaminia Mungu, wapendwa, hatutakuwa na magonjwa. Tutaponya ugonjwa tulio nao na tutalazwa hospitalini wala tugonjeke hali yoyote ile. Hivyo basi, tunaposema jioni ya leo asante Bwana kwa afya umetukirimia mwaka huu, tunasema pia mwaka ujao tutaishi na afya tele na tutagonjeka katika jina la Yesu Kristo, wala jamii zetu wala watoto wetu wala watu wa ukoo wetu watagonjeka katika jina la Yesu Kristo. Tutaponywa na Mungu na Mungu atatuwekea afya teletele katika jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu ninapoendelea ni kwamba Mungu ametubariki mwaka huu na amani teletele na ulinzi wake. Tunapomshukuru Bwana, ninaomba Mungu aturejeshee amani maishani mwetu ambao tulikosa amani mwaka huu. Kuna watu walikosa amani kwa njia moja ama nyingine. Unapata ya kwamba maybe hali ya maisha haikukuendea vyema mwaka huu, ukakosa amani. Maybe magonjwa yalikuandama ama jamii yako yakakuandama ukakosa amani mwaka huu. Ni ombi langu kwamba ukubali Mungu akurejeshea amani mwezi huu ambao tumeanza, mwisho wa mwaka na hata mwaka ujao. Omba Mungu akurejeshea amani na ulinzi kutoka kwake. Kama ulikuwa umekosa kulindwa mwaka huu kwa njia moja ama nyingine, physically or spiritually, God is able to protect you in your physical being, na hata kwa maisha yako physically na spiritually katika jina la Yesu Kristo. When you talk about physical protection, ni kwamba hukupata ajali au kupigwa na majambazi ama jambo fulani alikutendekea kwako kama kuibiwa vitu. Tukiongea kuhusu spiritual protection, ni kwamba Mungu alikulinda kutokana na maovu ambayo ungeona kwa mwili, kwa hewa bila macho ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo when we talk about protection, we're talking about spiritual and physical protection. Tunaongea kuhusu kulindwa na Mungu kihalisi na pia kwa hali ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kwamba kama ulikosa amani mwaka huu, pokea amani ya Bwana Yesu Kristo, na mwaka ujao usikose hii amani tena. Mungu akubariki na kulinde katika jina la Yesu Kristo. Mungu alitulinda kutokana na maovu mengi, kutokana na maovu ya wachawi na nguvu za ushirikina na nguvu za watu waliojipanga kinyume na sisi. Bwana Yesu asifiwe.